بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, tukiwa tupo katika hadithi yetu ya tatu aliyesimulia Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala hadathana Yahya ibn Bukair qala hadathana al-Layth عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. حديثه تمشي مزنقم زراوي أنباء أنيت يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير تمشي مزنقم زا na tulimalizia katika rawi ambaye anaitwa Al-Layth ibn Sa'd, na tumetaja kitu katika darasa yetu ya 14, na hii ni darasa ya 15 katika kusoma misingi ya marwatu wa hadithi. Tunaendelea na rawi wetu ambaye anaitwa Al-Layth ibn Sa'd, ambaye tumeshatanguliza kuwa kazaliwa mwaka 94 au 93, mwaka ambao ulikuwa ni wakati wa masahaba, na akafariki mwaka 175 katika wakati wa at-tabi'in, na ni mtu wa Misri, tabaka namba 7, tabaka ya mwanzo ya tabi'in, tabaka kina Imam Malik pamoja na kina Shu'ba na Abu Awana, kina Abu Zur'a, kina Sufyan al-Thawri na wengine katika ahlul ilm al-kibar ambao walikuwa katika wakati huo. Ni thiqa thabtun faqihun imamun mashhur, na tumetaja kauli na kile alichokisimulia Imam Adhabi akimzungumza Al-Layth ibn Sa'd. Kwa hiyo sisi tutaendelea kama tulivyosema na kusoma kauli za ahlul ilmi ambazo wao wamemzungumza huyu Al-Layth ibn Sa'd. Taban kauli za ahlul ilmi ni nyingi, na Al-Layth ibn Sa'd katajwa katika vitabu tofauti tofauti ya ahlul ilmi ambavyo ni vya tarajim, vya tarikh, katika fani au mawdu'i za tabaqat, katika yani masail ya jarh na ta'dil, na katika masail ya ilal. Kwa hiyo ni alim ambaye kuna kauli mbalimbali za ahlul ilmi wanamzungumza yeye. Kwa hiyo kwanza tunamzungumza Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in yeye alikuwa tabaka namba 10, tabaka ya mwanzo ya wanafunzi wa tabi'in, na daraja yake katika upande wa uelewa wa fani ya hadithi alikuwa ni alim anayefahamu zaidi marwat, na ni katika watu ambao wameulizwa masala mengi ambayo yanahusu marwati wa hadithi, na wakatoa fatwa kwa fulani ni thiqa au sio thiqa, na ni mtu ambaye alikuwa na maarifa makubwa sana katika upande huo. Yahya ibn Ma'in aliulizwa, qala ad-Darimi sa'altu Yahya, limuuliza Yahya an ashabi az-Zuhri, anielezee kuhusiana na wanafunzi wa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Qultu, nikasema fa Ibrahim ibn Sa'd ahabu ilayka au Layth, nani katika hawa Ibrahim ibn Sa'd apendeza zaidi kwako kuliko Layth? Yani Ibrahim ibn Sa'd ahabu ilayka au Layth? hawa Ibrahim ibn Sa'd na Layth ibn Sa'd, nani ambaye wewe unamuona yuko vizuri zaidi kwako? Bila shaka alimuuliza, akamtajia wanafunzi tofauti tofauti wa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Kwa hiyo akiwemo katika hao Ibrahim ibn Sa'd na akiwemo Al-Layth ibn Sa'd. Faqala, akasema Yahya ibn Ma'in, kilahuma thiqatan, wote hawa wawili ni mathiqa. Kilahuma thiqatani, wote hawa wawili ni mathiqa. Ina maana kwa sababu ni mathiqa, basi bila shaka hakuna tatizo.
وقال كسم إسحاق بن منصور وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي. يحيى بن معين pamoja أبو عبد الرحمن إمام النسائي ثقة والليث بن سعد ni ثقة. Tukumbuke kuwa na Imam an-Nasai vile vile ni katika maulama wakubwa wa jarh na ta'dil, katika wale ambao wamedhoofisha baadhi ya watu na wakaona baadhi ya wengine kuwa ni mathiqa. Na vile vile katika ahlul ilmi al-kibar ambao wamempa tazkia al-Layth ibn Sa'd ni Ali ibn al-Madini, ambaye alikuwa ni mwanazuoni mwenye maarifa makubwa katika ilal za hadithi, kama ambavyo Yahya ibn Ma'in alikuwa na maarifa makubwa katika sifa za marwati wa hadithi. Ali ibn al-Madini kasema al-Layth ibn Sa'd thabtun, al-Layth ibn Sa'd thabtun, yani hii ni lafdhi katika ta'dil kuonesha kuwa ni mtu ambaye yuko sawa, yuko vizuri, mtu ambaye yani maana yake wao wamemuona kuwa ni thabtun katika upande wa fani ya hadithi, katulizana, hana akhta, sio muongo, sio kadha. Neno thabtun maana yake ni katika maneno makubwa sana katika upande wa kuthibitishwa juu ya umakini wa mtu katika fani ya hadithi. Lakini vile vile miongoni mwa sifa alizokuwa nazo al-Layth ibn Sa'di katika wanafunzi wake ni Abdullah ibn Mubarak, ambaye Abdullah ibn Mubarak ni katika maulama wakubwa sana waliokuwa na sifa, yani mtu kama Abdullah kachukua hadithi kutoka kwake, basi ufahamu kuwa nafasi yake sio ya kawaida. Kwa hiyo baada ya Abdullah ibn Mubarak kuna Abdurrahman ibn Mahdi. Kwa ukitizama hii silsila ya wanafunzi wa Layth ibn Sa'd, wanafunzi wake ni Ibn Mubarak, wanafunzi wake ni Abdurrahman ibn Mahdi, hao wote wakachukua hadithi kutoka katika silsila ya al-Layth, basi ujue al-Layth ana nafasi yake. Maana yake hii ni nukta ya msingi sana kuzingatia. Abu Hatim al-Razi ni katika ahlul ilmi wakubwa sana. Abu Hatim al-Razi ni katika ahlul ilmi wakubwa sana, ambaye akamtanguliza al-Layth ibn Sa'd kuliko al-Mufaddal ibn Fadala. Yeye kaona kuwa al-Layth ibn Sa'd maana yake ni aula zaidi, kwake ni bora zaidi, na hao ni katika ahlul ilmi. Abu Zur'a al-Razi aliulizwa na Ibn Abi Hatim, anasema Ibn Abi Hatim, sa'altu Aba Zur'ata anhu, nilimuuliza Abu Zur'a anipe habari yake. Faqala, kasema saduq. Baadhi ya wakati hutumika, lakini haina maana ile ambayo sisi tunaikariri kwamba labda inapotokezea ikhtilafu za ahlul ilmi juu ya mtu kuwa je hifdhi yake ikoje na hivi na hivi. Hapana, baadhi ya wakati hutumika saduq bi maana ya as-sidq, yani maana yake ni mtu ambaye kwamba, yani maana yake sio muongo. Saduq bi maana ni mkweli, sio muongo. Tumeelewana vizuri kama hapa ilivyotumika. Wallahu a'lam. Anasema qultu yahtaju bihadithi, je hadithi zake ni hujja sisi tuandike, tutumie hadithi zake tuzitaje? Qala, kasema ay la amli, yani maana yake ndio. Hapa kuna kipengele ambacho sisi tukieleza vizuri. Toka wakati wa ahlul ilmi min as-salaf huuliza watu juu ya wengine fulani, vipi hadithi zake, tusikilize, tusome kwake, twende kwake, na mambo mbalimbali ambayo huuliza matulabul ilm, kuuliza wale waliowazidi au mashekhe kwa mashekhe, huulizana juu ya baadhi ya watu ambao ni walimu, ni mashekhe au wanasifikana katika baadhi ya fani za kielimu, na wao hujibu, lakini majibu yao ilikuwa ni majibu ya uadilifu. Na miongoni mwa adilla kwa walikuwa ni waadilifu ni kwa wao walikuwa wana ilmu na maarifa juu ya misingi ya kumfanyia mtu jarhu na kumfanyia mtu ta'dil, juu ya kusema fulani soma kwake na kusema usisome kwake.
Kwa hiyo hii sifa ikiwa watu wataibeba katika nyakati zetu za leo, wakakataza watu wasisome kwa watu fulani, wasihudhurie katika majalisi zao za kielimu, wasisikilize durusi zao, halafu wakawa hawana maarifa na misingi ya kielimu katika upande wa fani ya hadithi, hawana, basi wafahamu kwa ni dhima wanaibeba wao. Hawezi mtu kusema usisome kwa fulani, usimsikilize fulani, wala usende kwa fulani, aliyekuwa yeye mwenyewe ni jahili, hana uelewa na misingi ya kielimu, hana uelewa na asbab za jarh wala taadili, wala si mtu ambaye anaelewa hizi fununu. Hii kusema usisome kwa fulani au soma ni msingi mkubwa sana waliotumia ahlul ilm. Kina Yahya ibn Ma'in ilikuwa ndio kazi yao, kina Ahmad ibn Hanbali ilikuwa ndio kazi yao, kina Daraqutni ilikuwa ndio kazi yao, na wengi katika maulama wakiwemo kina Imam al-Bukhari, Muslim, kina Shu'bah ibn al-Hajjaj, kina Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kina Abdurrahman ibn Mahdi. Hawa ndio ilikuwa kazi yao wanapoulizwa, lakini walikuwa hawajibu kibubusa, walikuwa wakijibu kwa kuwa wao wanaelewa misingi ya kielimu, kwamba usisome kwa fulani kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Bali Yahya ibn Ma'in kuna baadhi ya wakati alikuwa anaulizwa kuhusiana na watu na alikuwa anajibu kwa mimi huyu mtu simfahamu, hata kama mtu ni mashuhuri, hata kama mtu ni mashuhuri. Baadhi ya wakati wao walikuwa wanasema usisome kwa fulani au mimi sichukui hadithi kwa fulani, kisha anakuja mwanazuoni mwingine ambaye na yeye yupo katika wakati wake, ni alim vile vile, anasema fulani kakosea, soma kwa fulani na sikiliza kwa fulani. Kwa hiyo hii ni amana. Kauli ya mtu ima ikiwa kazungumza kwa matamanio ya nafsi yake, basi afahamu kuwa ameshawazuia watu kuchukua elimu, ameshawazuia watu kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala kwa matamanio ya nafsi yake. Katika jambo kubwa lililoekwa kwenye misingi ya mtu kuulizwa nikasome kwa fulani nenda au usende, basi maana yake ni al-insaf, lakini vile vile al-waru', lakini vile vile at-taqwa, lakini vile vile al-ilmu, lakini vile vile maarifa ya kutambua misingi ya jarhu na misingi ya taadil. Kwa hiyo haya mambo si mepesi kama vile watu wanavyodhania sasa. Kila mtu ana uwezo wa kusema soma kwa fulani na usende kwa fulani. Hata watu hawana maarifa, hata watu sio waelewa, hawajakaa hata wakasoma misingi wakaelewa, lakini tayari wameshakuwa ni maulama wa jarh na taadil. Hili jambo ni jambo ambalo ni dhima, lazima watu waelewe hivi. Hii ni dhima. Na mfano wa ahlul ilmi walioulizwa kuhusiana na Marwat akiwemo al-Layth ibn Sa'd, Imam Ahmad aliulizwa, qala Ahmad ibn Sa'd ibn Ibrahim az-Zuhri, asema sami'tu Ahmad ibn Hanbali yus'alu 'an al-Layth ibn Sa'd. Imam Ahmad aliulizwa kuhusiana na al-Layth ibn Sa'd, unasemaje kuhusiana na huyu, kwa sababu hawa ni walimu wao. فقال كسمة ثقة ثبت نثقة، لكن vile vile yuko makini. Ni katika ilmi ambao wanasimulia masimulizi yao kwa makini sana. Kwa hiyo barakallahu fikum, huu ni mfano wa masala ambayo hawa ahlul ilmi huulizwa juu ya Marwat, lakini wao hujibu na huelezea kwa insaf, huelezea kwa sababu wana akhlaq za kuelezea, wala si kila mtu anaweza kuzungumza haya. Lakini vile vile ad-Daraqutni katika ahli ilmu al-kibar wa ilmu za'il ad-Daraqutni kapokea kauli kutoka kwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr ambaye tulimsoma alipokuwa akieleza أثبت الرواة عن هشام بن عروة. تشسوما كوسيانا يحيى بن عبد الله بن بكير ni nani, na neno athbat arwat tumeshalisoma katika durusi zetu zilizopita. Neno athbat
fulan kutoka kwa fulan. Athbat arwat ni fulan kutoka kwa fulan, tumeshalisoma. Kwa hiyo na Hisham ibn Urwa tumeshamsoma katika hadithi iliyopita, marwatu hadithi iliyopita. Aliulizwa au alikuwa akielezea Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi kuhusiana na marwatu ambao ni athbat, wanaelewa zaidi, wako makini zaidi katika masimulizi yao wakisimulia hadithi za Hisham ibn Urwa. Faqala, kasema Athawri tabaka namba 7 vile vile, naye kasema Malik na vile vile Malik, lakini vile vile Yahya al-Qattan na Abdullah Numay wal-Layth ibn Sa'id. Yani akatajwa katika watu ambao wao ni athbat, watu ambao wanasimulia masimulizi makubwa, wanasimulia masimulizi ambayo yana umakini ndani yake, wanasimulia masimulizi bila ya kuongeza wala kupunguza, wanasimulia bila ya kusema uongo. Na ndio maana kwa athbat ni watu ambao wanajua zaidi hadithi za Hisham ibn Urwa, ambaye Hisham anapokea kwa babake na babake anapokea kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, kama ambavyo sisi tumesoma. Kwa hiyo Al-Layth ibn Sa'id hapa tutajua kuwa kashirikiana na Imam Sufyan al-Thawri na Imam Malik pamoja na Yahya ibn Sa'id al-Qattan na Abdullah ibn Umayr kuchukua hadithi kutoka kwa Hisham ibn Urwa. Na hii inatujuza nukta nyingine katika nukta zile za kuelewa marwatu wa hadithi ya kushirikiana hawa ahlul ilm al-kibar kuchukua ilmu kwa mtu. Hii vile vile inaonesha hadhi ya Hisham ibn Urwa, nafasi aliyokuwa nayo katika upande wa fani ya hadithi, kama Athawri, kama Malik, kama Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kama Abdullah ibn Umayr, kama Layth ibn Sa'id wamechukua ilmu kutoka kwake. Basi Hisham ana nafasi kubwa sana, bali ahlul ilm al-kibar wamezungumza kwa Maliki hajapokea kwa mtu isipokuwa ni thiqa, ila watu wawili tu hayumo katika hawa Hisham ibn Urwa. Kwa hiyo kwa sababu tu Malik anapokea kutoka kwa Hisham, basi maana yake Hisham vile vile ni katika mathiqa. Taban katika kusoma hawa marwat kuna mambo mengi sana, mengi ambayo sisi tunajifunza katika yani katika kusoma sisi hawa marwat. Kwa sababu ukitazama Malik katika mji wa Madina, Athawri Kufa, Yahya ibn Sa'id al-Qattan Basra, ukitazama Layth ibn Sa'id Misri na Abdullah ibn Umayr, kila mtu hawa ana mji wake, lakini wote wamepokea kutoka kwa Hisham ibn Urwa ambaye ni katika watu wa Madina. Taban ukitazama utakuta kuwa ni mkusanyiko wa ahlul ilmi kutoka katika miji yao kwenda kusoma elimu. Kwa hiyo sasa hapa ukitazama utakuta kuna mengi, yani hizi ibara unazoziona chache katika mambo ya tarajim, basi zina ishara katika mambo mengi. Hata Hisham ibn Urwa katika marwatu wa Layth ibn Sa'id vile vile, yani Imam Adhabi fi Sirri A'lam Nubala alipokuwa akitaja mashekhe wa Layth kamtaja Hisham ibn Urwa. Ina maana kama utatazama silsila Muhammad ibn Shabi Zuhri yuko, Hisham ibn Urwa yuko, fulani yuko. Hapa utakuta kwa Layth kapokea kutoka kwa maulama. Hawa mashekhe zake ni akina nani? Ukiwasoma tayari utakuwa umeshaelewa vile vile. Na ndio maana tayari tumetoa makala sisi ya kuelezea umuhimu wa kusoma marwat, umuhimu wa kusoma sanadi. Tumeshatoa makala na kuelezea faida mbalimbali ambazo sisi tunazipata tunaposoma historia za ahlul ilm. Tusome hii makala ya kwanza ambayo sisi tumeitoa tarehe mosi mwezi wa 11 2024, ambayo ni makala inaelezea faida sisi tunazozipata, na makala inayofuata ni kuelezea je, katika wakati wetu huu kuna umuhimu wa kusoma sanadi. Hii ni makala ambayo vile vile inaendelea kwa ajili sisi ya kuelezea baadhi ya mambo mbalimbali. Hizi ni elimu ambazo hasomi mtu akashika kitabu mwenyewe. Tunakariri hili na tunalisema kwa sababu ndio halisia. Hizi ni elimu ambazo mtu anakaa na walimu, kwa sababu haya huwezi kuyaelewa kuwa hapa kuna hichi, hapa kuna hichi, mpaka ukae na usome muda mrefu. Na muda mrefu unatofautiana, lakini mara nyingi sio kwa kumzunguruka mtu mmoja, bali ukae usome. Nadhani ambaye anafuatilia silsila ya darasa zetu za kusoma misingi ya marwatu wa hadithi mpaka hii darasa ya 15,
kama kasipata zote toka darasa ya mwanzo mpaka hapa, basi atabaini kuwa haya ni mambo ambayo hawezi kukaa mtu chumbani akajisomea mwenyewe. Kwa hiyo sisi tuna sababu ya kupokea haya kutoka kwa wale wanaotusomesha. Nyoyo zetu tuzifungue, kwa sababu ni mambo ambayo yana faida kubwa sana, hasa kuthibitisha ule uelewa wetu juu ya manhaji, juu ya da'wa, juu ya kuelewa ahlul ilmi min as-salaf. Barakallahu fikum. Lakini Imam Ibn Hibban rahimahullah kamtaja al-Layth ibn Sa'di akiwa katika tabi'in katika kitabu chake cha Thiqat, waqala kasema kana min sadati ahli zamani fiqhan, alikuwa ni katika mabwana wakati wake katika upande wa fiqh. Akisema zamani maana yake wanakusudiwa ahlul ilm waliokuwa wakati wa Layth ibn Sa'di kama Imam Malik, Sufyan al-Thawri, al-Auza'i na wengine katika ahlul ilm. Kwa yeye alikuwa ni katika watu wenye level kubwa ya juu katika upande wa fiqh, wa wara'an, na kujiepusha na maasi, wa ilman, na elimu, fadlan wa sakha, na ubora. Lakini vile vile alikuwa ni katika watu makarim sana Layth ibn Sa'd. Kwa hiyo bado ahlul ilm wanatuelezea juu ya huyu mtu alivyokuwa. Sisi tukitazama hawa ndio maulama, yani anapotajwa mtu kuwa huyu ni alim katika maulama, tuangalie wasfu wanazozitaja maulama wengine kumsifu yeye, kuja upande wa elimu, katika upande wa akhlaq, Qur'an, kutafuta ilmu, watu aliyosoma kutoka kwao, daraja zao, athari yake katika elimu, jinsi ya mji wake ulivyofaidika. Maulama wana wasfu zao tofauti tofauti, wengine wana wasfu nyingi, wengine ana wasfu moja tu, kaandika tu kitabu, watu wakakipata kitabu kina ilmu ambayo anaonesha kwa ilmu hii huyu alikuwa ni katika maulama, wala watu hawajui kazaliwa wakati gani wala habari zake, lakini wanajua tu huyu kwa hichi ambacho kwamba kakielezea, basi huyu ni mtu wa mji fulani, ni katika maulama. Lakini kuna wengine habari zao ziko kwa tafasili, zimeelezewa kiupana kama huyu al-Layth ibn Sa'd. Basi hii ni nukta ya mtu kujua kuwa kumbe anakuwa hivi, na ndio maana sisi tukasema kuna faida kubwa ya kusoma tarajim na historia za maulama, kwa sababu sisi tutajua hawa walikuwa hivi, wakawa hivi, wakawa hivi, na sisi tuwe hivi, kisha tuwe hivi, kisha tuwe hivi. Kwa hiyo hizi ni nukta za msingi na kuzingatia. Barakallahu fikum. Kwa hiyo yeye alikuwa ni katika watu ambao wana nafasi kubwa katika upande wa fiqh, katika mlinganisho wa maulama aliyokuwa nao pamoja katika nyakati yake kwenye miji na nchi mbalimbali, lakini vile vile kwenye uchamungu wake, kujiepusha na maasi ya ilmu na fadhila, lakini ukarimu, kuwa karibu na watu, mambo mbalimbali aliyokuwa nayo al-Layth ibn Sa'd rahimahullah al-Misri. Ni maarufu kuwa Imam Ibn Hajar al-Asqalani kamzungumza kuwa ni thiqatun thabtun faqihun imamun mashhur. Hakuna shida Layth ibn Sa'd katika ilmu al-kibar ambao ni mashhur wanafahamika. Na al-Layth ibn Sa'd, Abu Ya'la al-Khalili kamzungumza kuwa kana imamu wakatihi bila mudafa, alikuwa ni imam wa wakati wake, hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kukinzana naye, ambaye anaweza kuchukua nafasi yake, ambaye alikuwa anaweza sasa ati kwenye kiti wagombanie pamoja, yani katika ile wasfu, katika maana kuwa yeye alikuwa ni mtu ambaye ana ilmu kubwa na maarifa makubwa sana. Na katika watu ambao wamemzungumza al-Layth ibn Sa'd wakaashiria kitu na utofauti baina yake na ahlul ilmi wengine ni Yaqub ibn Shayba. Qala al-Layth ibn Sa'd thiqa, Layth ibn Sa'd thiqa wa wadunahum fi az-Zuhri, lakini yuko chini ukilinganisha na marawi wengine kwa Muhammad ibn Shayb az-Zuhri, yani duna Malik, yani yeye yuko chini ya Malik na Ma'mar ibn Rashid na Sufyan ibn Uyayna. وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب, na katika hadithi zake kutoka kwa Muhammad ibn Shayb az-Zuhri kuna baadhi ya mgongano baina yake na wengine, wala hili halijaashiria kwa labda wa udhaifu. Huenda kuna baadhi ya nukta huenda yanapokea hivi na wengine wanapokea hivi, lakini huenda wengine wakawa wamesifikana
kwa mulazama mkubwa zaidi kwa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kuliko yeye. Ndio maana yeye ni katika athbat, ni katika yani wanafunzi wanaofahamika, ila taban yeye hakuwa katika daraja ya Malik wala Ma'mar wala Sufyan ibn Uyayna kwa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, yani yeye alikuwa chini ya hawa. Ingawa Sufyan ibn Uyayna yeye yuko daraja yani tabaka namba 8, tabaka kati ya tabiina, lakini katika upande wa kupokea kwa Ibn Shihab az-Zuhri basi Sufyan ibn Uyayna yeye alikuwa yani maana yake ni athbat min al-Layth ibn Sa'd. Haya ni katika mambo ya ta'dil, kwa hiyo hii haina shida. Barakallahu fikum. Qala ash-Shafi'i, amesema vile vile Imam Shafi'i ambaye alikuwa katika mji wa Makkah, alikuwa katika mji wa Misri na akienda katika miji mingine kama Baghdad na miji mingine, anasema al-Laythu atba'u lil-athari min Malik. Al-Layth ibn Sa'd yeye alikuwa anafuata zaidi al-athar, yani maana yake anafuata sunna zaidi. Tukisema hapa kwa kuna mambo mengi ambayo al-Layth ibn Sa'd alikuwa akifanya tatbiq lis-sunna, lakini kwa sababu ahlul ilm walikuwa wakizidiana katika upande wa ibada na mambo mbalimbali, al-Layth alikuwa kamzidi Malik katika hilo. Wala haina maana kwa Imam Malik alikuwa wafuati athar, lakini walikuwa wakizidiana kwa kile alichokiona Shafi'i, kwa sababu aliishi katika mji wa Makkah, na yani tukikusudia vile vile Madina kwa Imam Malik na Misri kwa Layth ibn Sa'd, kwa ilikuwa anawajua vizuri. Ibn Abi Maryam ambaye vile vile ni katika watu wa Misri asema ma ra'aytu ahadan min khalqillah, sijamwona wote katika viumbe wa Allah afdal min Layth, aliyekuwa bora kuliko Layth ibn Sa'd. Wama kanat khasla, hakukuwa kuna jambo lolote yutaqarrabu biha ila Allah ambalo mtu hulifanya kujikurubisha kwa Allah illa kanat tilka al-khasla fi al-Layth, ila hilo jambo lilikuwa lipo kwa al-Layth ibn Sa'd. Hii ni kama wasfu ambayo kasifiwa mwanafunzi wake Abdullah ibn Mubarak. Tumeelewa vizuri, kama wasfu ambayo kasifiwa Abdullah ibn Mubarak, naye alikuwa kakusanya mambo ya khair. Kwa hiyo taban sisi tukitazama baadhi ya hizi aqwali za ahlul ilmi ambazo sisi tumezichagua, tukitazama ni kauli ambazo zinaashiria yani zina nafasi kubwa sana, yani ndio maana Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi akasema al-Layth afqahu min Malik. Al-Layth ibn Sa'd alikuwa ana fiqhi zaidi kuliko Imam Malik, yani huyu al-Layth alikuwa ana fiqhi zaidi kuliko Malik, walakin kanat al-hadwa li Malik, lakini Malik alikuwa ana hadhi, ana nafasi. Na akasema vile vile wa ra'aytu man ra'aytu falam ara mithla al-Layth, nimewaona wengi wale niliowaona lakini sijaona mfano wa al-Layth. Tumeelewana vizuri barakallahu fikum. Kwa hiyo haya ni katika mambo yaliyoelezewa. Waqala ibn Abd al-Maliki anhu, na ibn Abd al-Malik asimulia kutoka kwa Ibn Bukair, Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi akisema ma ra'aytu ahadan, sijamuona yoyote akmala min al-Layth ibn Sa'd, kakamilika katika mambo ya kielimu na mambo mengine ya fadhila kama Layth ibn Sa'd. Kana faqihu al-badan, kwanza alikuwa faqihu al-badan, yani maana yake ni mtambuzi wa mwili wake, arabiyu al-lisan, yani maana yake fiqh unaisoma kupitia utendaji wake. Arabiyu al-lisan, alikuwa ulimi wake yani lugha yake ni ya Kiarabu ya ufasaha zaidi. Yusna al-Qur'ana, alikuwa anaifahamu vizuri Qur'ani, anaisoma vizuri Qur'ani, lakini vile vile wanahawna pamoja na nahwu, wayahfadhu ash-shi'ra, alikuwa anahifadhi mashairi wal haditha na hadithi. Hasanu al-mudhakara, ukikaa naye mnayepitia mambo ya kilimo basi utafurahi jinsi
ya uwezo wake. Wa mazala yadhkuru khisalan jamila, hajaacha kuwa anataja mambo mazuri. Wa yaqidu biyadihi, huku akikunja vidole vyake, hata aqada 10, mpaka akahesabu mambo 10. Lam ara mithlahu, akasema kwamba mimi sijaona mfano wa Al-Layth ibn Sa'd. Barakallahu fikum. Kwa hiyo sisi tutamalizia na kauli ya huyu mtu wa Misri vile vile, ambaye ni rawi tuliyomsoma kabla ya Al-Layth ibn Sa'd, naye anamalizia kuelezea wasfu ya shekhi wake, mwalimu wake Al-Layth ibn Sa'd. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Hapa tutakuwa tumemalizia katika darasa yetu, na tutakuja kuendelea na kumwelezea mtu ambaye anafuata mwalimu wa Al-Layth ibn Sa'd, ambaye anaitwa Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli. Huyo ndiye ambaye sisi tutakuja kumwelezea katika darasa nambari 16 ya kusoma misingi ya maruwati wa hadithi kwa tawfiki yake subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tutafikia hapa. Tuombe Allah tabaraka wa ta'ala kwa haki sana atuwafikishe na tufungulie uelewa katika kuelewa mambo ya kisheria na kuelewa historia za wale wema waliotutangulia. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala أن يرحمنا وإياهم، أن يفتح مسامع قلوبنا نحن أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا لذكره، وأن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله وعملا بكتابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. آمين.